Bwana, tumeshaangalia timu tatu, makundi matatu ya timu tatu za Tanzania. Tulianza na Young Africans, tukaenda kuangalia Simba, tukaangalia na Azam, na sasa tunakwenda kuangalia Singida Black Stars. Yes. Sasa miongoni mwa timu ambazo binafsi nimezipa kipaumbele kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana hatua robo finali, yani inaweza kupeperusha bendera yetu vema ya taifa, sio tu kuishia makundi, basi Black Stars na wenyewe nawaweka pale, kwa maana ya Singida Black Stars. Ni timu ambayo imeingia kwa mara ya kwanza, kwa maana katika group stage. Kwanza ushiriki wake huu ndo mara ya kwanza wanashiriki. Watu wanahusianisha na ile Singida Big Stars ambayo misimu miwili nyuma ilishiriki hatua hizi za shirikisho, hatua za awali wakatolewa na Future, baada ya kuatoa JKU wakaenda kutolewa na Future ya Misri. Hapana, ile ndio baadaye ilienda kuwa Fountain Gate, ndio ile Singida Big Stars. Sasa hii ni Ihefu, imetoka kwenye Ihefu ikawa Singida Black Stars. Sasa basi Singida Black Stars wanaingia katika group stage, lakini kwenye kundi lao wapo katika kundi C kwenye kombe la shirikisho Afrika. Katika kundi hilo linaundwa sambamba na klabu za CR Belouizdad kutoka Algeria, klabu ya IS Otoho Dioyo kutoka Congo, ile Congo ya Brazzaville, lakini pia Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Kwa hiyo hizo ni klabu tatu ambazo zinatengeneza jumla ya timu 4 katika kundi lao. Kundi hili ni kundi ambalo liko wazi. Ni kundi ambalo timu hizi zote 4 zina nafasi ya kwenda katika hatua ya robo finali. Good thing ni kwamba yule ambaye atachukua maximum points katika mechi zake hususan za nyumbani ana garantia kwenda hatua inayofuata. Timu hizi zote zina nafasi, nasisitiza hapo. Ndio maana nikasema hata Black Stars nafasi yao na wenyewe ni kubwa ya kwenda hatua ya robo finali. Kwenye hili kundi ukiangalia timu ambayo imeingia kama kutoka kwenye pot A, yani timu bora kwenye kundi hili ni CR Belouizdad ya Algeria. Timu ambayo haina msuli mkubwa kwenye michuano ya kimataifa. Yani naposema msuli mkubwa, hawajawahi kubeba kombe lolote, wanatafuta angalau semi final ya michuano hii ya CAF. Wanapambana. Ni timu of course inatokea, utaheshimu, lakini bado na wenyewe wanajitafuta. Wana uzoefu wa group stage, wameshaingia mara kadhaa, lakini wanajitafuta kufanya vizuri zaidi kwenda huko mbele. Kwa hiyo ni giant ambaye hatishi sana. Yes. Sasa timu nyingine ambayo inafuata hapo ni IS Otoho Dioyo. Wenyewe wanakuja kwenye hii michuano. Hii ndio timu bora ambayo inawakilisha vizuri sasa hivi taifa la Congo Brazzaville. Tangu ilivyoshuka kiwango kikosi cha Kara Brazzaville, CARA Brazzaville, lakini baadaye ikaja FC Leopard na yenyewe pia imepotea. Kwa sasa hivi ni hii IS Otoho Dioyo ndio inaonekana klabu ambayo inafanya vizuri zaidi. Ipo Diables Noir wanajitahidi, lakini hawa ndo zaidi. Sasa kwenye kundi hili nafasi ya Singida iko vipi? Singida na nafasi katika kundi hili tukiangalia katika engo mbili. Engo ya kwanza tunaenda katika engo ya wachezaji ambao Singida wako nao. Singida ni timu ngeni katika hili kundi. Yani katika hizo timu zote ambazo ziko hapo, mgeni kwenye group stage ni Singida. Ni kwa mara ya kwanza wanaingia Singida Black Stars. Lakini kuingia kwao hawajaingia kinyonge. Wameingia hapo wakiwa wao ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Wameingia hapo wakiwa wanatokea katika ligi bora miongoni mwa ligi bora. Yani hapo ligi ambayo inazidi ubora na ligi ambayo anatoka Singida ni ligi ya Algeria. Lakini waliobakia wote Singida ni bora kwa maana ya ligi yake inayotoka, kwa maana ligi ya Tanzania bara. Lakini qualities za wachezaji, Singida ukitoa CR Belouizdad, Singida na hao wengine waliosalia hapa, Singida ndio timu ambayo ina qualities kubwa zaidi ya hao wengine. Yes, manake zaidi ya Stellenbosch, zaidi ya IS Otoho Dioyo, Singida quality yake ni kubwa. Belouizdad wana quality ambayo inaweza kumachi na Singida, lakini kwa experience ambayo wako nayo, kwa maana ya timu kuingia hapa walipofika, utawapa heshima kidogo, na kule ambako wanatoka uwekezaji wa kandanda ni mkubwa. Lakini tukija kuangalia quality za Singida,
Ukienda kwa magolikipa wao, golikipa wao Amaso Basogi ni golikipa wa timu ya taifa ya Nigeria, ni golikipa mwenye experience na michuano hii ya kimataifa. Lakini Metacha Mnata ni golikipa ambaye amefika mpaka fainali ya kombe la shirikisho Afrika akiwa na Young Africans, lakini amecheza quarter final alikuwa kwenye kikosi cha Young Africans ambacho kilicheza quarter final ya Champions League. Yes. Lakini sasa ukitoa hiyo unakwenda kuangalia kwenye wachezaji wengine. Tukianza na fullback wa kulia ambaye kwenye kikosi chao kuna mafullback kwa ujumla wao. Kuna Nixon Kibabage, kuna Ande Kofi Serel. Hawa ni mafullback ambao wana experience. Kibabage alikuwa kwenye kikosi cha Young Africans ambacho kilicheza mpaka robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns. Ande Kofi Serel alikuwa kwenye kikosi cha ASEC Mimosas kilichocheza mpaka robo finali ya michuano ya Champions League 23-24. Yes, lakini ukiachana hao mafullback wako wengi hapa, najaribu kudonoa tu kuonesha hiyo experience. Ukienda katika Gadiel Michael amekuwepo kwenye kikosi cha Simba kilichocheza na Raja Casablanca robo finali ya Champions League. Alikuwepo kwenye kikosi cha Young Africans kilichocheza group stage mwaka 2018 kombe la shirikisho Afrika. Ukienda kwa walinzi wao wakati Morris Chuku alikuwepo kwenye kikosi cha Rivers United 2022-23 kilichocheza robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, wakatolewa na Young Africans. Wana Kennedy Juma na mwenyewe pia alikuwepo mara kadhaa kwenye vikosi vya Simba ambavyo vilifika mpaka hatua ya robo finali ya michuano ya CAF. Kwa hiyo ukiangalia backline yao Singida ni backline ambayo ni experience ya kumwaga, experience mpaka inamwagika katika hiyo safu yao ya ulinzi tu. Kenda kusogea katika safu ya kiungo, unakutana na wachezaji the like of Clatous Chota Chama ambaye tunafahamu mafanikio ya juu kabisa ya Chama kwenye football ni kucheza semi final ya Champions League mwaka 2016 akiwa na Zesco United. Wanacheza Champions League, wanatolewa semi final dhidi ya Al Ahly. Lakini wanao wengi, au ni baadhi tu wachezaji ambao nimetaja hapo, wanao wengi kwenye kikosi chao ambao wana experience ya kutosha na michuano ya kimataifa. Hapo kwenye safu ya ulinzi nilimsahau Anthony Trabi, na mwenyewe pia amecheza mpaka semi final ya Confederation Cup. So ni wachezaji ambao wanawapa room kubwa Singida kuingia na confidence, kwa sababu kitu kigeni kwenye michuano hii ni jina lao la Singida Black Stars, lakini wachezaji hawana pressure. Ni wachezaji ambao wana experience, wakiongozwa pia na kocha wao Angel Miguel Gamondi, ni kocha mwenye experience ya kutosha. Tukiliangalia hili kundi kwa haraka, CR Belouizdad ni klabu nzuri, ni klabu bora, lakini hawana garantia ya kuchukua alama 6 kwa Singida Black Stars. Wanaweza kuchukua alama 3 ya mechi ya kwao, na hapa wakapoteza alama 3 katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Singida hiyo quality anayo. Singida mpaka anafika hapa amezitoa timu ambazo zina experience kuliko yeye kwa maana ya ushiriki wake. Rayon Sport wameshashiriki mara kadhaa hii michuano, walitolewa. Flambeau du Centre wenyewe wameshashiriki mara kadhaa, wametolewa. Wao Singida ndo wameingia. Kwa hiyo hata huyu CR Belouizdad simuoni akitoka katika ardhi ya Tanzania mbele ya Singida Black Stars. Timu nyingine ni AS Sotoho Dioyo. AS Sotoho ni klabu nzuri, ni klabu bora, lakini kwa quality ya Singida anaweza kuchukua alama hata zaidi ya 3 kwa hawa endapo akichanga vizuri karata zao. Maana yake wana uwezo kuchukua hadi alama 4 kutoka kwa AS Sotoho Dioyo. Yes, inawezekana. Lakini pia klabu nyingine ni Stellenbosch. Bila kudharau au kudogosha kandanda ya Afrika Kusini na Stellenbosch kwa kile ambacho wamekifanya kwenye kampeni iliyopita, kucheza mpaka semi final ya Confederation Cup, lakini ukweli ni kwamba Stellenbosch imeshuka ubora. Kabisa imeshuka ubora. Na hata kwenye mechi za kufuzu. Unajua kwenye mechi za kufuzu Stellenbosch walicheza na kama nakumbuka vizuri ilikuwa ni 15 Agosto wale kutoka Guinea Equator waliwatoa wale Guinea Equator. Of course kwenye kandanda yao, kwenye football ya club level ni hopeless. So walifanikiwa kuingia Stellenbosch, lakini ukiangalia katika ligi ya Afrika Kusini Stellenbosch wanashika nafasi ya pili kutoka yule wa mwisho. Yes, wao wako pale. Kutoka Chipa United unafuata wao. Wamecheza mechi 11, wamevuna alama 9 peke yake. Wana struggle kwa sababu wameuza wachezaji wengi, yani quality zao nyingi wameziuza. Kwa hiyo Singida naona wanaweza kumbana mbavu Stellenbosch. Stellenbosch ya msimu huu siipigi picha kama inaweza kwenda robo finali. Siipigi hiyo picha. Na waheshimu, lakini siipigi hiyo picha. Na waona Singida wakichukua alama kwa Stellenbosch
yani maximum points. So maximum points inawezekana ikaanzia 3, 4 au 6. Maana point ni 3, 4 au 6 wanaweza kuchukua kutoka kwa Stellenbosch. Lakini kitu cha kwanza ni kufanya vizuri katika mechi za nyumbani. Singida yani hakikishe inavuna alama zote 9 za nyumbani kabla kuangalia alama za away, kwa maana alama kwa Stellenbosch, alama kwa AS Otoho Dioyo, kwa CR Belouizdad, kuwafunga Algeria. Of course ni business ngumu, inawezekana lakini business ngumu. Lakini binafsi naiona Singida inakwenda, ni miongoni mwa timu za Tanzania ambazo sina wasiwasi nazo na sijapepesa macho, ni Singida Black Stars. Wachange vema karata zao, wasiridhike kwamba group stage ndio ionekana imetosha kwa wao. Hapana, wasiridhike, wanaweza kufika mbali zaidi na wakapeperusha vema bendera ya Tanzania. Kwa hiki ambacho nimekiongea, kwa experience ambayo uko nayo na michuano ya CAF, lakini pia hawa wapinzani wa Black Stars, weka comment yako kwenye comment section. Unawaona Singida wakienda hatua ya robo finali? Unawaona Singida wakienda robo finali? Comment yako ni muhimu hapo, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.